Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka kunena kuhusu nguvu ya maombi. The power of prayer. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna nguvu katika maombi. Kunayo nguvu katika maombi. Kama haujui kuomba, kuna nguvu ambayo hauwezi pata. Nataka tuone kanisa ambalo liko hapa lilikuwa ni kanisa la maombi, na kuna mambo mengi ambayo yalitendeka. Ili uweze kusimama imara katika nyumba ya Mungu, ili uweze kusimama imara katika kanisa la Mwenyezi Mungu, kuna nguvu katika maombi ya kanisa. Nataka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mitume, Acts chapter 12, kuanzia mstari wa kwanza. Acts chapter 12 verse 1. Biblia inasema ya kwamba tumefika zote Mitume, kitabu cha Mitume, Acts chapter 12, kitabu cha Mitume. Biblia inasema hivi: panapo majira yake yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Huu ni wakati wa Herode, wakati kanisa lilipozaliwa. Kanisa lilipozaliwa, kuna mfalme alikuwa anaitwa Herode siku hizo. Na Biblia inasema ya kwamba akanyosha mkono ili aweze kutesa na kumaliza kanisa. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye alikuwa ametengeneza kanisa, lilikuwa limezaliwa kutoka kwake. Kwa hivyo, na aliambia Petro ya kwamba juu ya mwamba huu nitatengeneza kanisa, na hata malango ya shetani hayataweza kumaliza. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa anajua ya kwamba kanisa itapitia katika mambo ambayo ni mazito sana. Hata siku hizi bado kanisa inapitia mambo mengi na mambo mazito. Siku zile Herode akanyosha mkono wake ili auwe watu ambao wako ndani ya kanisa. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 2, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Yakobo alikuwa mmoja wa mitume wa Yesu Kristo. Naye Herode wakati aliona kanisa linaendelea na linaendelea kujulikana, Biblia inasema ya kwamba Herode akamuua kwa upanga. Akatumia upanga kumuua. Yakobo ni mtu wa Mungu, tunaona ameuawa. Ndugu yake Yohana, nyakati zile ambapo kanisa lilipozaliwa. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 3, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Wakati Yakobo aliuawa, Biblia inasema ya kwamba Herode akaona watu wamefurahia kuuawa kwa Yakobo. Wayahudi wengi wakafurahia. Wayahudi wengi wakasema ya kwamba umejaribu sana mfalme Herode kuua mtu kama huyu ambaye anaeneza mambo ambayo yanasemekana ni ya Yesu Kristo. Umefanya vizuri sana, hongera. Watu wakamshukuru sana, wakampatia sifa Herode. Biblia inasema ya kwamba Herode akaona watu wengi wamefurahia. Hivyo ndivyo mambo yanakuwa katika ulimwengu wa giza. Shetani huwa anafurahia wakati unaingia katika mabaya. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba watu wengi wakafurahia. Wakati familia ya kina James, ya kina Yakobo ilikuwa inahuzunika, kuna watu walikuwa wanashangilia. Ni vizuri sana ameuawa. Nataka ufikirie hiyo jambo. Wakati walikuwa wanahuzunika mtu wao ameuawa, wakati walikuwa wanaomboleza, watu wengi walikuwa, Wayahudi wengi walikuwa wanafurahia.
siku hizi kuko hivyo hivyo. Unaweza kufikiria ya kwamba kwa sababu unahuzunika, kwa sababu uko na shida, ati ni watu wengi wanakubaliana na shida yako na wanalia pamoja na wewe. Utakuja kuelewa ya kwamba wakati unapitia katika shida nyingi, utakuta kuna watu wanasherehekea wakati huo. Utakuta kuna watu wanafurahia wakati huo. Siku hizi kumebadilika, hata unaweza kuwa na shida kubwa, ukute hata madugu wenye mmetoka tumbo moja, dada wenye mmetoka tumbo moja, sikizeni na masikio yenu yawe hapa. Dada wenye mmetoka tumbo moja ndio wa kwanza kufurahia huko ndani. Hata kama hawakuonyeshi nje, ndani wanasikia hiyo jambo limewafurahisha. Labda hata yuko ndani yetu na labda unafurahia watu wengine wanapopata shida. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba kama vyenye watu walisherehekea kifo cha Yakobo, hata siku hizi kuko hivyo hivyo. Ni watu wengi kwa sababu ya kutoongozwa na Roho Mtakatifu huwa hawajui ya kwamba kuna adui, kuna watu wengi wanafurahia shida zao. Kwa hivyo unaona wakiwa na shida wanaenda wakieleza kila mtu bila kuelewa ya kwamba mwenye unaeleza, mwenye mna share na yeye kupitia yale mambo unapitia, vyenye unaendelea kujifungua kwake, ndivyo anaendelea kufurahia anaposikiza vile shida imekushika. Biblia inasema ya kwamba Yakobo alipouawa, Wayahudi wengi wakafurahia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usipojua kukaa na Mwenyezi Mungu, usipojua kutofautisha mambo, na ndiposa watu wengi wanaisha haraka. Kwa sababu shida zao zinapojulikana, wale ambao wanajua hiyo shida ndio wanakuwa wakutumiwa kukuangamiza na kukumaliza kabisa. Watu wengine na watu wengi wanapochekeshwa, wanapopata msaada, hawajui ya kwamba wanaweza pata msaada kwa wale watu ambao wanafurahia shida zao. Bwana asifiwe. Hiyo ndio imeharibu mambo mengi. Unaweza enda kutoa shida yako kwa ya ndoa yako kwa fulani ama kwa rafiki, na aweze kukupatia msaada wa ushauri bila kuelewa ya kwamba vyenye unaendelea kumpatia shida yako ndivyo anaendelea kufurahia ndani. Bwana asifiwe. Vyenye unaendelea kufungua moyo wako kwa yale mambo unapitia, ukienda kuambia watu vile watoto wako na shida, watu wenye unaambia ni watu wengi hawajui ya kwamba kuchekesha na kuonyesha meno sio kumaanisha kwamba unapendwa ama mtu analia pamoja na wewe. Biblia inasema ya kwamba Wayahudi wengi wakafurahia. Shangwe Herode, umefanya vizuri, umekagua na paka. Ndiposa tunapolijua neno la Mwenyezi Mungu, tunaanza kusimama imara hata katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Unaweza ona mtu ni wa kukuchekesha. Unaweza ona mtu anakuja unapokuwa na shida, anakuja kwako na kikapu na anakufurahisha. Lakini katika ndani ya kilindini cha moyo wake huwa anashangilia hiyo shida ambayo unapitia. Kwa hivyo ni vizuri sana kujua ni nani ambao unaambia shida zako. Ni vizuri kuwa na kitu ambacho kinaitwa discernment. The spirit of discernment, ambayo inakusaidia kuelewa wakati tu mnaongea na mtu, unajua huyu hafurahi shida zangu. Siku hizi kuko hivyo, kwa sababu shetani ako katika kazi. Mstari huo mwingine unasema namna gani? Na akiona ya kuwa, verse 3, imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro siku hizo. Zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Wakati Herode aliona watu wamefurahia, ameua Yakobo, akasema hata sio Yakobo, nimeona watu wameshangilia sana, nitamua mpaka Petro. Biblia inasema ya kwamba akamshika Petro, akamweka korokoroni. Bwana asifiwe. Mstari wa 4 unasema ya kwamba alipomkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4
vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Biblia inasema ya kwamba wakati alimuua Yakobo, alipoona watu wamefurahia, akafikiria vile atapiga hatua mbele aendelee kuangamiza kanisa kabisa. Hata siku hizi kuna adui wakubwa wa kanisa. Kuna adui wengi usipojua kusimama imara, utasema ya kwamba kwa sababu sote tunasema ya kwamba Yesu ni Bwana, kwa sababu sote tunasimama na kushika microphone na kuhubiri, utafikiria ya kwamba sisi ni marafiki wa kanisa takatifu la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Utakuta ya kwamba kuna watu wengi wametiwa mafuta na shetani ili waangamize kondoo za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Na ili mtu aweze kuangamiza kondoo za Mwenyezi Mungu, ni lazima shetani awe amembadilisha na kumfanya bado Mkristo, ili anapokuingilia huwezi jua. Sikizeni jambo hili. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema, anatoa hadithi, anapatiana hadithi moja na kusema ya kwamba kuna mtu alichukua maji na akachukua chura, akachemsha maji ikachemka, akarusha chura ndani. Chura iliposikia maji ni moto ikaruka. Akajaribu akachukua chura tena akaiweka ndani ya maji moto, chura ikaruka, ikaenda, kwa sababu maji ni moto. Lakini akafikiria kwamba wacha niweke chura kwa maji baridi. Alipoweka chura kwa sufuria yenye iko na maji baridi, chura ikafurahia, ikaanza kuswim huko ndani. Lakini akachukua hiyo maji baridi akawekelea kwa moto, sasa ikaanza kubomu, ikaanza kuhiti. Maji yalipoanza kupata joto, kwa sababu chura alikuwa amezoea maji baridi, chura akaendelea tu kusikia vizuri huko ndani ya maji. Maji yakaendelea kuchemka, yakaendelea kuwa na joto. Chura hakuruka kwa sababu alizoea kukaa huko. Maji yakachemka kabisa mpaka chura akakufia ndani. Adui mwenye anamaliza kanisa sio adui mwenye unaweza ona akiwa na sura mbaya. Ni adui anasema ya kwamba Yesu ni Bwana, ili muanze pamoja, ili waanze kumsikiza. Ni adui mwenye anajua Biblia, anakusomea maandiko na anaanza kukupatia mambo mengi ili muanze kuchemuka pamoja. Kwa hivyo kanisa ilianza kupigwa kitambo. Ni vizuri unapokaa ndani ya kanisa kuelewa ya kwamba kanisa iko na vita, kanisa inawindwa. Biblia inasema ya kwamba Petro akashikwa. Sikizeni, tuanze hapa. Petro aliposhikwa, nataka tutazame vile Petro alifanywa. Alipatiwa vikosi 4 vya askari. Mtu mmoja, vikosi 4. Hivyo ni kusema askari mmoja, askari wangapi? 16. Mtu mmoja. Kwa sababu ya vile watu walisherehekea kwa sababu ya kifo cha Yakobo, Biblia inasema ya kwamba Petro akashikwa akihubiri. Askari 16. Nataka uone huyo mtu amelindwa namna gani. Verse 4 inasema namna gani? Mstari wa 4. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne. How many soldiers? 16 soldiers. 16. Wamlinde ili kusisemekane ya kwamba pasikuje mtu ajaribu kusema Petro hayuko. Askari 16 analindwa kama president, na ni ili
jina la Mwenyezi Mungu, neno la Mwenyezi Mungu, kanisa la Mwenyezi Mungu liangamizwe. Unaona namna gani? Kanisa linakuwa na adui. Watu wasiposimama, wacheni niwaambie, watu wasiposimama vizuri ndani ya Mwenyezi Mungu, sio tu kutawanyika kwa kondoo, bali tunaweza kuwa na kanisa lakini tuliachwa kitambo, Mungu haiko hapo. Ni kanisa nyingi ambayo watu wameachwa, Mungu hatawali huko, hakuna nguvu za Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu anapatikana huko. Tazama vile huyu sio mwizi, ni mtu anahubiri habari njema ya watu kupokea uhai na uzima wa milele na milele, ndiye analindwa na anazingirwa na askari 16. Nataka uone hilo jambo. Petro naona akipelekwa gerezani, akiangalia hivi, akiangalia askari nyuma, na ndiye peke yake alikuja kushikwa, anastuka. Hiyo inakuonyesha picha ya vile kanisa ilivyo katika vita. Bwana asifiwe. Ndiposa usipokaa vizuri katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, usipolelewa na neno la Mwenyezi Mungu, ujue hiyo spirit bado iko. Hiyo spirit ya kuinda mioyo ya wanadamu, mioyo ya Wakristo, hiyo spirit bado inatawala, na inatawala kwa njia zingine tofauti. Ukiwa hauko imara, muko familia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, utakuta bado kuna milango inafunguka, ili hata kama mtu ameacha pombe, hata kama ameacha usherati, kuwe na milango mingine, usikirwe na zaidi ya askari 16 mapepo, ili usiweze kusimama imara. Kanisa liko na vita. Kwa hivyo usipoamua vizuri kusimama katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, kanisa linakuwa na vita. Mungu anaweza taka kukupeleka katika level nyingine, unakuta kwamba kuna vita vimeinuka ndani ya familia, muradi tu ili uweze kulindwa, usiweze kuingia katika mlango uliofunguka. Bwana asifiwe. Askari 16. Tafadhali, mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Petro ili aweze kukombolewa kutoka gerezani. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 6, sasa oneni vile mambo yanatendeka. Petro anashikwa na sio tu kushikwa. Ile gereza alienda akawekwa, sikizeni wapendwa, ile sero alipelekwa. Watu wengi tumezoea watu wakishikwa akiwekwa sero, ukifukiwa tu huko ni hivyo. Ukiwekewa bucket hapo ya kujisaidia ni hivyo. Na watu wakikuletea chakula wanakupatia kwa dirisha, tumezoea hivyo. Lakini Petro sio hivyo. Ile gereza ambayo Petro alipelekwa, nataka picha macho yenu yafunguke. Ile gereza Petro alipelekwa, akiingizwa ndani, alikuwa anapatiwa askari wawili, mmoja akae mkono wa kulia na mwingine mkono wa kushoto, na awe amefungwa na nyororo. Sikizeni. Hicho ni kikosi cha kwanza. Katika mlango kukae askari wengine wawili. Hicho ni kikosi cha kwanza. Kikae 6 hours, kingine kikuje. Mmoja akae upande wa left, mwingine wa right, na Petro amefungwa. Nataka muone vile kanisa inakuwa exposed katika ukali wa shetani. Huyu ni Petro. Kwa hivyo kama hujawahi jua meaning ya kanisa, siku ya leo nataka ufunguke macho. As 16 soldiers. In other words, after every 6 hours, kikosi kingine kinakuja. Na ni moto morake leto. Hiyo ni kumaanisha kwamba usipokaa vizuri katika nyumba ya Mungu, kanisa inakuwa na vita 100%. Ukiona kanisa ya kiroho yenye inahubiri Mwenyezi Mungu na Roho Mtakatifu anatamaraki, ujue kuna bendera imesimama hapo. Kuna bendera ambayo inapeperusha damu ya Kristo. Bwana asifiwe. Tupige Bwana Yesu makofi.
Biblia inasema ya kwamba Petro alikuwa amesingirwa hivyo, amefungwa, ameangushwa chini, amelala katika sakafu, amefungwa na minyororo nyuma. Hapa kumekaa askari, hapa kumekaa askari, pale nje kuna wengine wawili, ili wasije wakasema Petro ametoka, ili mfalme Herode kujaribiwe, mtu mmoja ajaribu kusema Petro hayuko. Shetani huwa anamaanisha, wakati shetani anakuelekea kabisa akiwa anajihamu vizuri kukumaliza. Shetani hakuji kukubakisha. Wakati unaona siku ya kwanza unakosa kuhudhuria kanisa, ujue shetani anakuwa na meaning kubwa, anakuwa anaelewa mbinu zote zenye atakushika. Na ndiposa hata tukiwa na shida, hata ukitukanwa asubuhi, usikose kuhudhuria kanisa, kwa sababu ukianza tu, kuna mambo ya kushika kwa mzaha na kuna mambo ya kushika kwa nguvu. Shetani hiyo spirit bado iko, hiyo spirit ya Herode. Kuna mtu ukicheza tu kidogo, shetani akuweke tu box, akushike tu, kwanza ashike fikira zako. Utajaribu kurudi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, ushindwe. Kwa hivyo wale ambao mimi huwa naona watu wengine wakisema ya kwamba nikajambo kamenikuta asubuhi nikasema nisikuje kanisa, ninajua na ninajieleza, huyo hajui venye nafanya. Kanisa ni kitu ambacho kinaweza fanya ulipe gharama, utoke bali uhudhurie katika ibada za Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Petro kuzingirwa. Askari wenye wamesingira Petro, hujawaiona. Kuna mapepo shetani huwa anaachilia yako na hii spirit ya Herode, huwa ni ya kuharibu watu wasiingie katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Herode alikuwa na uhakika Petro ataletwa siku na masaa yenye inahitajika. Bwana asifiwe. Hivyo shetani amefungia Petro hapa. Kuna watu wengi wamefungiwa hivyo. Kuna watu wamefungwa lakini sio minyororo ya kawaida, ni minyororo ya pombe, minyororo ya usherati, minyororo ya vita, minyororo ingine isiyoonekana. Kuna aina nyingi za minyororo ya kiroho. Nisikizeni wapendwa. Kuna minyororo ya kiroho ambayo Mwenyezi Mungu asiposhughulika na hiyo minyororo hautafurahia kamwe, na mtu anakufa mapema. Kuna minyororo ambayo unaweza fungwa ile imezidi hii ya Petro. Verse 6 inasema kwamba hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Verse 7. Verse 7. Mara malaika wa Bwana akasimama. Taka msikize. Wakati verse 5 imesema ya kwamba nalo kanisa lilikuwa linaomba kwa juhudi. Wakati Yakobo aliuawa, kanisa linaonekana halikuwa linaomba. Lilikuwa limekaa kama venye huwa tunakaa na nyinyi, tunakutana tu Sunday. Tunakutana Sunday tu, hata ushirika hauna shida ya kukufanya ukuje ushirika. Kuja kujifundisha kwaya, hiyo shida hauna. Kanisa liko limekaa hivyo. Lakini wakati Petro alishikwa, kanisa likaambiana, wapendwa, Yakobo ameuawa na Petro bado ameshikwa, na anatarajiwa kutolewa after kumalizika kwa Pasaka, ndipo Petro atatolewa auawe mbele za watu. Kanisa likaambiana, hata wapendwa wasipende, kwa sababu ni msukumo wa kifo, wakakutana ili waanze kuomba. Biblia inasema ya kwamba kanisa likaanza kuomba kwa juhudi. Kuna kuomba na kuna kuomba kwa juhudi. Wenye mnajua kuomba, wacheni tuombe. Wacheni tushikane tuombe.
Bwana asifiwe. Usikojee watu wengine wakukaribishe ati ili mkuje jioni watu wawili watatu muombe. Shikana na huyo mtu mwenye ako karibu, muanze kuomba kwa juhudi. Wacha nini waonyeshe yale mambo yanatendeka wakati kanisa linasimama. Wakati kanisa lilikuwa likiomba, mambo ya ajabu yalitendeka. Wacha tuone verse 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, maombi, watu wanapoomba, malaika angel akasimama ndani ya gereza. Kuna watu hawajui maana ya maombi. Hakuna mlango uliokuwa umefunguliwa. Hakuna kikosi kilikuwa kimeondolewa. Kikosi kiko pale pale. Minyororo iko pale pale. Askari wa kulia na wa kushoto wako pale pale, hawajaondolewa. Hakuna stima. Biblia inasema ya kwamba wakati kanisa lilikuwa linaomba kwa juhudi, malaika akaingia gerezani. Alipoingia, nuru ikaangaza. Huko korokoroni ndani kukakuwa na nuru, ili mtu wa Mwenyezi Mungu aanze kujitayarisha, sio kukiwa na giza, lakini kukiwa na nuru. Bwana asifiwe. Labda mnaweza kosa kuelewa mambo haya kwa sababu hamjaandika vizuri. Unaona vyenye mnaenda bali na Mwenyezi Mungu. Haya mambo usipokuwa na ushirika na Mwenyezi Mungu. Kuna mambo ya kineno hapa utasikia kama ni hadithi. Haya ni mambo ya ukweli. Biblia inasema ya kwamba mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Naona huyu ni Petro, amelala na amefunga miguu na amefunga mikono na amelala, kwa hivyo hawezi kuamka. Askari yako hapa na mwingine hapa, mlango umefungwa na askari wengine wako pale nje. Malaika akasimama huko ndani. Nuru ikawaka, akamgusa Petro. Inuka. Maombi yakiombwa kwa juhudi, kuna mambo hayawezi tendeka. Kuna minyororo haiwezi toka kwako usipokuwa umesimama vizuri ndani ya kanisa. Diposa unaona watu wengine wakianza mchezo wa paka na panya ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Shetani akiwashika hivi, wakianza kuinukia kile kitu ambacho kinaweza ondoa minyororo yote. Kama mdomo wako unafunguka, unaanza kupiga kusaidia shetani kupiga kanisa, ninakwambia hivi, ni vizuri kulia. Ni vizuri kupata huzuni. Ni vizuri kwenda pahali kando uanze kulilia Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni mtu wa kushirikiana na watu wengine wenye hawajui maana ya nyumba ya Mungu, ile nguvu itokayo katika ushirika. Kanisa lilizaliwa liwe mwili wa Kristo. Tutaona hili kanisa ni la aina gani, hili linaomba maombi ya aina hii. Biblia inasema ya kwamba akamuuliza Petro, amka. Wakati huo kanisa lote liko ushirika, linaomba kwa juhudi. Kuna minyororo haiwezi toka kwako kusipokuwa na watu wameshikana, koinonia, fellowship. Kusipokuwa na watu wameshikana wakikuombea kwa juhudi. Haleluya. Kanisa lisipojua kuomba kwa juhudi, kanisa mkishindwa hata mimi kuniombea kwa juhudi, hamwezi pata kanisa. Mungu ainue watu kadhaa wasimamie kanisa, kwa sababu kuna minyororo haiwezi anguka ndani ya familia yenu. Maombi yamefanya malaika, ministering spirit, atumwe kutoka juu. Enda mpaka hiyo gerezani. Ameingia, milango ikiwa imefungwa. Tazameni nguvu ya maombi. Tazameni nguvu ya maombi. Bwana asifiwe. Acheni tuone verse 7.
akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Kupitia nguvu ya maombi ya kanisa, Petro anaweza kusikia sauti akiwa katikati ya askari wawili na wao hawasikii sauti. Kupitia nguvu ya ushirika. Kuna watu hawawezi kuja katika ushirika kwa sababu programu yao iko tight. Kupitia nguvu ya ushirika, askari hawakusikia sauti ya angel au ndipo kwa sababu ni lazima awe aliongeleshwa. Kupitia nguvu ya maombi, nuru, mwangaza ukaangaza katika korokoroni na askari hawakuona. Haleluya. Kupitia nguvu ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, kupitia nguvu ya maombi, unaweza tafutwa na adui wasikupate. Kupitia nguvu ya maombi, unaweza sema kitu na watu wasisikie. Kupitia nguvu ya maombi, Mungu anaweza kukunenea, unaweza anza kutenda mambo na adui wasikuwa wanisikize. Kuna adui huwa wanakugojea wasikie yale mambo ambayo unajua. Nisikizeni. Kuna adui huwa wanakukuta wakipeleleza ni yapi ambayo unajua ili waweze kukumaliza. Ili adui aweze kukumaliza huwa anapeleleza kile ambacho unajua. Kuna mtu anaweza kukutembelea kwako na akusalimie, hey mama Kamau, habari mzuri. Na siku hizi unaonekana umesimama vizuri sana katika nyumba ya Mungu, ulikuwa ushirika. Nilikuwa ushirika. Anataka uanze akujue kwa sababu ametumwa papasere na shetani kukumaliza. Nisikize. Kama kuna maombi ya ushirika, adui anaweza kutafuta ili akupeleleze na akukose. Adui anaweza ngojea asikie sauti yako isipatikane. Mungu anaweza kukuhifadhi katika nyumba yako siku mbili bila kuchoka, kuketi hapo, kufanya mambo yako na umeridhika ukiwa umefichwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu hataki adui wasikie chochote. And that is why tukiwa watu wa Mwenyezi Mungu ni vizuri watu wajue vile Mwenyezi Mungu anafanya kazi. Ni vizuri kujua ni nani anaweza tumiwa na shetani ili adui wawe wanasikia sauti yenye mnaongeleshana na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba mstari wa 8, kanisa lilipokuwa linaomba ni yapi yalikuwa yanatendeka? Verse 8. Verse 7 tukimalizia, akaambiwa ondoka upesi. Minyororo ikamwanguka mikononi. Hii minyororo hakuna askari tunaambiwa alimfungua. Imagine otile mudika kwa kile yake ashafi shako ikorafeko otile prayer, the power of prayer. Wale wanaoheshimu nyumba ya Mwenyezi Mungu, wale wanaoheshimu ushirika, yani unajiandaa kuwa katika ushirika wa Mwenyezi Mungu. Minyororo, Biblia inasema ya kwamba akaambiwa inuka haraka. Alipoambiwa hivyo, hata minyororo ikasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Alipoambiwa na malaika, simama Petro, nalo kanisa linaomba kwa juhudi, linaambia Mwenyezi Mungu unastahili. Wewe ndio ulisema ya kwamba kanisa, hata milango ya shetani ya kuzimu haitamaliza kanisa. Wakati walikuwa naomba hivi kwa juhudi, minyororo ikajua kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Nisikize, hata usiposikia sauti ya Mwenyezi Mungu, kuna vyombo na kuna vitu ambavyo vinatii the voice of God. Glory to Jesus. Tupigie Bwana Yesu makofi. Watu wanaweza kuwa wameshika nyumba yako,
Adui wanaweza kuwa wameshika mume wako. Adui wanaweza kuwa wameshika your health. Afya yako inaweza kuwa imeshikwa na kansa. Unaweza kuwa umeshikwa na mambo mengi, unaweza kuwa umeshikwa na hofu. Lakini haujui penye utapitia, haujui kwenye utaenda. Umejaribu kutafuta ushauri kwa wazazi, wameshindwa. Umejaribu kwenda hospitali, imeshindikana. Nisikize. Maombi, nguvu ya maombi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu huwa inafanya Mwenyezi Mungu alete jawabu. Nisikizeni wapendwa. Moses alipoongoza wana wa Israeli na kuongoza jangwani, wakafika katika ziwa, kisha adui wakawafuata nyuma. Wazee na watu wenye walikuwa karibu wakaambia Moses, wale ni adui na umetuleta hapa, kabla watuue wewe tutakuwa kwanza. Moses akashindwa, akashindwa atafanya namna gani, kwa sababu hakukuwa na njia. Mbele ni ziwa, nyuma ni adui. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba alipoanza kulilia Mwenyezi Mungu akaambiwa, Musa apia watu waende mbele. Waende wapi? Waende mbele. Waingie kwa ziwa, ndio apia waende. Kwa sababu haikuwa imetendeka tena kwa Moses, hangejua. Bwana asifiwe. Hakuna jambo lolote ambalo linaweza kosa jawabu kwako mbele ya Mwenyezi Mungu likose jawabu, hata kama umetishwa namna gani. Bwana asifiwe. Labda uko katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na umekutwa na jambo fulani. Labda umeolewa pahali, kuna jambo umeshikwa na mama yako, kuna jambo linajulikana umeshikwa nalo, na huo ukweli ama hilo jambo litakuweka kwa mtego. Nisikize. Na likitokea tu, huyo mzazi kwa sababu ndiye amelijua, akilitoa lionekane na lisikiwe na watu wengi, maisha yako hatarini. Labda utapoteza familia, jambo kama hilo. Nisikize. Na hauna, umestuka sana, ndani yako kumejaa maji, unashindwa utafanya namna gani, ni wewe unashindwa. Biblia inasema ya kwamba Petro akiwa na minyororo yote, bila askari kuinuka kumfungua, bila yeyote kuinuka kumfungua, minyororo ikaanguka. Kwetu hakuna jambo lolote lisilowezekana mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Hata kama ni jambo lipi, nimezoea kumwambia Mwenyezi Mungu, jambo hili liondoe. Kuna watu wanaweza letoa mtihani kama huo. Unakuta kuna kesi iko mbele yako, lakini hiyo kesi unajaribu kuangalia venye hiyo kesi itaisha, venye hiyo kesi inahitaji pesa, venye hiyo kesi watu wake wanajua ukweli. Nisikize. Siku ya leo unapopokea huu ujumbe, nisikize na nisikize vizuri. Mwenye alifungua mwenye minyororo iliweza kumtii, bado hata kesi inajua kumtii. Nisikizeni. Hekima ya Mwenyezi Mungu, the wisdom of God. Wacha nionyeshe kitu. Hebu fungueni Genesis, Exodus that one. Exodus that one. Exodus, kitabu cha Kutoka that one. Kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema namna gani? Hallelujah. Tusome Exodus, nionyeshe vile Mwenyezi Mungu anafanya kazi. Exodus chapter 31. Biblia inasema hivi. From verse 1. Angalia, Bwana akasema na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Huri na kabila ya Yuda, nami nimemjaza roho ya Mungu
katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship. Hallelujah. Moses anaambiwa, angalia huyu mtu nimemjaza the spirit of knowledge, the spirit of understanding. Kwa hivyo hakuna jambo lolote ambalo likiletwa kwa huyo mtu akose jibu. Hakuna jambo lolote, hata kama kazi yenye ilikuwa inahitajika kufanyika hakungekuwa na tools, huyu mtu alikuwa amepatiwa the spirit of understanding, angetengeneza tools na siweze kufanya hiyo kazi. The wisdom of God. Unaweza kuwa uko katika pahali ambapo ni mwisho. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba kuna roho wa hekima. Kuna roho ya hekima. Kuna roho kainehea na roho wa oge nomenyo nowe kole hando gatagateini urafatara tukwamukira the spirit of wisdom, the wisdom of God. Waje kusolve problems. Unaona namna gani? Samson alikuwa amepokea the spirit. Samson was filled with the spirit of God in power. Ya nguvu. Hakuwa na the spirit of wisdom. Si alikuwa anahitaji. Silimpeleka katika kifo. Lakini hapa Biblia inasema kwamba naye huyu mtu nimemjaza na roho wa hekima. Roho wa hekima. Roho wa hekima. Hakuna jambo. I can do all things through Christ who strengthens us. Kupitia hekima ya Mwenyezi Mungu, the spirit of knowledge, the spirit of wisdom, the wisdom of God. Jesus Christ is the source of all wisdom.